watu waliongea sana, wengine walitukana matusi, wengine wananiita mbakaji. Mpaka sasa hivi kuna sehemu nikipita tu unaweza kushangaa wananiita mbakaji. Umeona? Lakini sasa unapokea kwa sababu tunajua kwamba hizi ni kazi, unajua ni kazi, na uzuri watu sasa hivi wanaelewa, sio kama zamani. Wanajua kwamba ile ni kazi, kwa hiyo hakuna kilichofanyika. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni exclusive interview na miongoni mwa wasanii ambao wana vingi binafsi ungetamani uvifahamu kama sio usikii kutoka kwao juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha kwenye karia yao ya uigizaji. Na leo Nyundo TV tumeweza kumtafuta ndugu yetu ambaye anafahamika kwa jina la Mwanji ama Mwanji Boy, mmoja kati ya wasanii ambao wamechukua taswira kubwa, wamechukua kijiji cha watu. Kuna watu wanasema bwana, mimi bila kuwepo Mwanji Boy siwezi kuitazama tamthilia ya dunia. Vivyo hivyo kuna watu wanachukizwa uwepo wa Mwanji Boy juu ya yale ambao ameigiza kwenye tamthilia ya dunia. Nazungumza walau kwa uchache, atuambie maisha yake na vile ambavyo amepata nafasi hii kuigiza kuna tamthilia hii ya dunia. Mzee wangu nakuaje? Bwana niko fresh. Mama naenda. Mungu ni mwema. Ile jina la Mwanji ndio jina lako? Hapana. Ni jina la kazi tu. Jina halisi ambalo wazazi wamekupa ni nani hasa? Naitwa David Ferdinand Gabriel. Ndio majina yangu hayo halisi ya wazazi. Hii Mwanji ilikuwaje? Mwanji ina historia ndefu sana. Ni jina tu ambalo katika harakati za kujitafuta nikajikuta tu limepatikana. Na namshukuru Mwenyezi Mungu limepata nafasi ya watu kulielewa pia. Maana lilikuwa linatumika kabla hujaja kwenye tamthilia hii ya dunia. Ina muda mrefu sana, nafikiri miaka kama 4-5 hivi. Na baadhi ya watu na mara ya kwanza kukuona kwenye hii tamthilia ya dunia ndipo ambapo tulipoanzia ama tumetokea wapi mpaka kujipata humu? Historia yangu mimi ni kubwa sana ya sanaa. Yaani nikisema nianze kuelezea kuanzia mwanzo mpaka hapa nilipofikia, nafikiri muda wetu hawezi kututosha. Umepita wapi na wapi wala kwa uchache sasa? Rasmi sanaa nilianza 2009. 2009 kitambo. Kitambo sana, kitambo sana. 2009 ndipo nilipoanza sanaa rasmi kuingia kwenye vikundi. Hapo ilikuwa ni Magomeni pale Mwembe Chai. Kipindi ambacho kina J+ wanatoa filamu ya Misukosuko nafikiri. Kipindi hicho kulikuwa na kundi pale. Nikapata nafasi ya kuingia pale, ndipo safari yangu ilipoanzia mpaka leo hapa. Kwa hiyo katikati hapo mambo mengi ambayo nikisema nizungumze hapa muda utatosha. Kwenye kuanzia pale ambapo umeanzia na harakati zako zote mpaka leo tunakuona kwenye tamthilia hii ya dunia ambayo binafsi nimekutafuta mara baada ya kuweza kukuona hapa. Ipi ambayo imekutambulisha? Ipi ambayo unasema bila ya hii watu wengi wasingeweza kumfahamu Mwanji? Kikweli zipo siri nyingi ambazo nafikiri watu walinitambua kwa jina la Mwanji. Kiwemo Snake Boy. Nafikiri ndipo watu ambao walianza kumuelewa Mwanji zaidi. Boy ya Clamvevo? Umepita mule? Nimepita season 2. Kwa pale ndipo jina la Mwanji watu walianza kulielewa. Lakini pia kwa sasa hivi dunia ndio inatambulisha sasa Mwanji Boy sasa hivi. Kwa sababu Snake Boy ilimtambulisha Mwanji, dunia inamtambulisha Mwanji Boy. Ilikuwaje je mkabadili hapo kutoka kwenye Mwanji kwenda Mwanji Boy? Mlikataa kwamba ingekuwa ni sawa na kule tulipotoka ama mlikuwa mliwaza nini hasa? Hapana, ni namna moja tu ya ubunifu ambao mimi nilitengeneza, nikaona niongeze Boy. Kwa ni idea yangu pia kujiita Mwanji Boy, sio kwamba ni director, hapana, ni mimi tu niliamua kuongezea Mwanji Boy. Karakta yako ambayo umeicheza ni the same kila sehemu ulikuwa unacheza karakta kama ambayo unacheza sasa hivi kwenye dunia ama? Hapana. Tofauti kabisa. Tofauti. Mimi naamini msanii ni mtu ambaye anatakiwa kubadilika kila wakati kulingana na script jinsi ambavyo inavyohitaji. Kwa hiyo ukiangalia kwenye baadhi ya series nyingi ambazo nimefanya husika tofauti. Mimi naweza nikasema uhusika wa dunia umekuwa ni wa tofauti na series zote ambazo nimefanya. Zote umefanya zifanane na hiyo ambayo umeshiriki kwenye dunia? Hapana. Yaani uhusika wa dunia umekuwa ni tofauti kabisa na series zote ambazo nimewahi kufanya hapo nyuma. Na ndio maana naweza nikasema kwangu kimekuwa kitu kikubwa sana, na nawashukuru pia mashabiki
wamepokea, japokuwa sometimes tunachukiwa kutokana na character ambayo mtu amevaa, lakini ndiyo kazi tena. Umealakia sana kwenye masuala mazima ya kuchukiwa. Nitamani nikuulize iko kitu. Watu wanakuchukuliaje vile ambavyo unavotembea mtaani, wale ambao wanakuja DM, marafiki, watu wako karibu kwa character ambayo umeigiza kwenye hii tamthilia ya Dunia? Kila mtu ana mawazo yake kutokana na namna ambavyo wanatazama series, lakini walio wengi ni watu ambao wanachukia kwa sababu naonyesha nafanya kitu ambacho jamii haipendezi nacho, lakini ni kazi. Kazi inavyokuja inabidi upokee kama ilivyokuja, kwa sababu huwezi kwenda kinyume na matakwa ya mwandishi ama director. Kinavyokuja unachukua kisha unatenda ili kazi iweze kusonga mbele. Moja kati ya wasanii ambao wamebeba uhusika mkubwa kwenye tamthilia ya Dunia, naweza nikasema hivyo, ama wamefanya tamthilia ya Dunia ipendwe ni pamoja na Violet, ambaye wewe ndo asilimia kubwa asini yako inaendana na yeye. Kwa mara ya kwanza vile ambavyo Baba Asma anakuambia utaingia sehemu hii kama mpenzi ama mtu ambaye anafusi mahusiano na Violet, ulisi unakwenda kucheza ama kucheza na mtu design gani, ama ulijionaje hasa? Kwanza kwa upande wa series ya Dunia hakuna mtu ambaye anaenda location anajua anaenda kucheza kitu gani. Kwa hiyo mimi nilikuta tu location kwamba unatakiwa ucheze hivi, lakini mpaka natoka nyumbani naenda location nilikuwa sijui naenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo pale inakuwa tu ni kama surprise ambayo unapewa pale kwamba unatakiwa ucheze hivi na wewe unavaa kisha unafanya. Kwa maana hujaandaliwa? Hapana kabisa. Yani ni kitu kigeni ambacho nakutana nacho wakati umefika sehemu ya tukio. Kwa sababu sehemu ambayo mimi nitakiwa nicheze ni tofauti na ambapo sasa hivi nacheza. Nafikiri mara ya kwanza kabisa nakutana na director ilikuwa nicheze sehemu nyingine tofauti na pale ambapo sasa hivi nimewekwa. Kwa hiyo imekuwa ni surprise kwangu, kwa sababu sikutegemea kama ningeweza kupata ile nafasi ya kucheza kama uhusika wa vile. Ipi huko ambapo ulitakiwa ukacheze na hapa, wapi ambapo unahisi ni sehemu ambayo inakuuza zaidi? Zote ni nzuri. Zote ni nzuri kwa kweli. Nashukuru Mungu, mwandishi anaumiza sana kichwa. Hakurupuki kwenye kufanya, anatuliza akili, anaona kwesi hapa mtu akikaa anaondoka. Na kweli nashukuru Mwenyezi Mungu. Kuna namna ambavyo ninaona hatua zimesogea. Hukutarajia kama ungecheza na Violet wala hukupangwa before? Mwisho wa siku umeshajiona umeshacheza scene ya kwanza, scene ya pili kwa na Violet. Mrejesho sasa wa matokeo ulionaje hasa? Matokeo kwa kweli ni mazuri, kwa sababu Violet ni msanii mkubwa sana. Ukipata nafasi ya kuplay na mtu kama yule, hata kama sana yako ni ndogo, kuna namna naona kabisa hapa kuna hatua nitapiga. Kwa hiyo kwa hatua hiyo ninaweza kusema ninamshukuru Mungu kwa sababu matokeo nayaona. Watu wamekuwa wengi, mashabiki na nini, pongezi nyingi. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru kwa kweli. Nashukuru sana. Hivi kuna muda huwa kuangushi kweli? Hapana. Labda unajua Violet ni msanii ambaye ni mkubwa, lakini pia ana muda mwingi sana, anamjua director anataka nini. Pengine tofauti na sisi ambao tumekuja kwenye msimu wa pili. Kwa ni tofauti na yeye. Kwa hiyo yeye hawezi kuwa na changamoto yoyote, kwa sababu anaelewa vitu vingi kuhusiana na kazi ya Dunia tuseme, lakini pia na director wake. Kwa hiyo anajua kila kitu kwamba inatakiwa ende hivi. Kwa ukipata scene tu anajua natakiwa nicheze hivi. Kwa hiyo changamoto kwa kweli hakuna. Kwa wewe kuna muda humwangushi, kuna vile ambavyo director amewaweka hivi na hivi alafu unafeli? Hapana, simwangushi kwa sababu ninajua anachokifanya ni nini. Najua anafanya kazi kubwa, nafanya kazi na wasanii wakubwa pia, lakini pia na msanii mkubwa. Kwa hiyo lazima nijue kwamba nafanya na mtu mkubwa na mimi natakiwa nisimwangushe. Nashukuru Mungu tunafanya kazi na watu wanaona. Mungu ni mwema. Unajua kuna uoga, wasiwasi, labda shauku vile ambavyo ulikuwa unaact naye, mwisho wa siku unasema hapa nikibolonga hapa nimeifilisha Dunia, maana Violet watu wengi wanamwangalia yeye? Sometimes hizo zipo, kwa unapokutana na watu wageni inaweza ikatokea, lakini kwangu mimi imekuwa ni tofauti kwa sababu tayari nishafanya kazi tofauti. Namshukuru Mungu, haikuwa usumbufu sana mkubwa. Comment zinasemaje sasa? Watu wanakuambiaje? Umesha act na Violet, mtu ambaye mwanzoni alikuwa na manyanya, alikuwa na sterling wa mchezo, mwisho wa siku kijitu umekipokea wewe. Comment ziko nyingi, watu wananipongeza,
wanafurahia pia kile ninachokifanya, lakini pia wananipa moyo. Hata wale ambao walikuwa wanipi moyo, wananipa moyo, bana pambana, tunaona kabisa safari yako ni kubwa sana. Kwa sababu kushiriki kwenye series ya dunia ni hatua moja kubwa ambayo nafikiri wasanii wengi wanatamani nafasi kama hiyo. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kushiriki series kama hiyo, basi ni hatua moja wapo ya kumshukuru Mungu kwamba kuna hatua nimepiga. Kwa hiyo watu wananitia moyo kwamba endelea tu kupambana, safari yako tunaiona inaenda pazuri. Yeah. Kabla ya Mwanji Boy palikuwa na Manyanya ambaye ndiye alikuwa mume mwenyewe sasa wa Violet. Kwa sasa yuko mbali, unakaribia wewe kujipeleka karibu. Unahisi unaweza kufiti kuvaa viatu vile ambavyo Manyanya alikuwa navyo kwenye ile chemistry ambayo watu tulikuwa tunaiona? Mwisho wa siku watu wengi walikuwa wanapenda tamthilia ya dunia kwa kutazama kapo ya Manyanya na Violet. Wewe unahisi unakwenda kuvaa viatu vya Manyanya ama tusemeje? Ama utoshi? Ama unajionaje hasa? Mimi ni mwanaume siku zote huwa hapaswi kushindwa na jambo. Script ikija nafikiri ninatosha, kwa sababu tunaenda kwenye mwongozo wa script wa mwandishi anataka nini. Kwa hiyo ikitokea mwandishi akataka kitu kama hicho, mimi na hakika natosha vizuri sana. Mpaka sasa kuna namna yote ambayo umeshamkosoa mwandishi, unaona kama vile anakupunja fulani? Hapana, mwandishi anafanya kitu ambacho kiko sawa. Sidhani kama kuna mtu analalamika kuhusu mwandishi, kwa sababu hata kama akikupa scene moja, basi ile scene inakuwa ni kubwa. Yani sio hafanyi uandishi kama ambao tumekuwa tukifanya zamani au watu wamekuwa wakifanya zamani ili mradi tu scene imeonekana, mtu ameonekana. Hapana. Anapoandika scene lazima hakikisha ile scene na kitu ndani yake ambacho naamini shabiki akiona kuna namna ataenjoy, atajifunza pia. Scene yako ipi bora wewe na Violet? Scene zote kwangu naona ni bora. Moja ukitazama mwenyewe hapa niliua hapa. Hello. Scene zote mimi kwangu naona ziko poa. Lakini zaidi niseme kuna scene moja hivi ambayo nairudia sana kuangalia. Kuna scene kama ya kubaka ile. Scene ya kubaka wako ndo bora? Michezo yako lini? Hapana, sio kama ndo michezo yangu, ila tu kuna namna ambavyo nikiangalia na enjoy. Japo zote na fly, lakini ili inanipa power zaidi ya kusema yes, naweza kuendelea kufanya. Tutoe ukakasi kwenye vichwa vya watu. Kwa nini scene yako ya kumbaka Violet imekuwa na miongoni mwa scene zako bora? Kwa sababu imekuwa ni scene niseme namba moja kwangu. Sikuwahi kufanya scene kama ile toka naanza sanaa. Kwa hiyo kwangu imekuwa ni scene ya kitofauti, yani ya kipekee sana. Ndio maana naichukulia kama ni sehemu ambayo kwangu ni bora. Unawaza watu wanakwenda kucomment vipi mara baada ya kusema scene yako ya kubaka ndo kama scene bora? Bana. Ushawaza watu wanaenda comment vipi? Hamna, unajua hizi ni kazi, naelewa hizi ni kazi. Kwa hiyo katika kufanya kazi kuna namna pia mtu unafanya kazi unajihisi uhuru fulani. Unajua unapopata kitu cha tofauti kwenye maisha yako lazima kwanza ujihisi wa tofauti. Unajua? Kwa hiyo kwangu ile scene imekuwa ni tofauti kwa sababu siye kuplay kwenye movie yoyote ile. Kwa hiyo ikitokea scene kama ile kwangu kuifanya kuwa bora, sio kwamba mashabiki wanichukulie tofauti kama ndio michezo yangu, hapana, lakini ni namna mmoja tu ya kufurahia kitu ambacho hujawahi kufanya. Natamani nipate comment za mara baada ile episode kuruka, ndani yake kuna scene ambayo umebaka. Watu walikuchukuliaje? Whether vidole walikunyoshia vipi hasa, ama ulifeel vipi mara baada kuitazama ile scene na kuona unasoma comment? Mimi naamini huwa mnapitia sana zile comment. Watu waliongea sana, wengine walitukana matusi, wengine wananiita mbakaji. Mpaka sasa hivi kuna sehemu nikipita tu unaweza kushangaa wananiita mbakaji. Umeona? Lakini sasa unapokea kwa sababu tunajua kwamba hizi ni kazi, unajua ni kazi, na uzuri watu sasa hivi wanaelewa, sio kama zamani. Wanajua kwamba ile ni kazi, kwa hiyo hakuna kilichofanyika. Tulianza na scene bora. Scene yako ipi ambayo huwa unatamani kuitazama? Scene ambayo unahisi kama vile siku ambayo una shoot ulikuwa na huzuni, kuwa sawa namna fulani vile labda inakukwaza kuiona? Kama nilivyosema, scene kwangu zote ni nzuri, ila scene ya kwanza kabisa ambayo nakumbuka wakati naanza kucheza kabisa na Violet, kuna namna kidogo nipa kidogo changamoto kwa sababu nilikuwa sijaelewa zaidi mifumo ya director na nini. Lakini pia sikuzoea mifumo ya
ya kwenda location, hujui unachoenda kukifanya, unajua. Tumezoea movie ambazo unaenda unajua script ipo kichwani, unaenda kupiga kitu fulani. Kwa hiyo ilikuwa kidogo kwangu tofauti sana na namna ambavyo nilikuwa nikizoea kufanya sanaa yangu. Kwa hiyo kidogo ile ndio huwa naikumbuka sana. Japokuwa haikunisumbua sana kihivyo, lakini inaniwekea kumbukumbu kwa sababu ni mara ya kwanza nacheza film au tamthilia nikiwa sijui nachoenda kukifanya. Niliwahi kufanya interview na Violet kwenye birthday ya Kathy. Bila shaka tutakuwa mikono kipande. Nilimuuliza kwamba hivi unavyomwona Mwanji ni mwanaume ambaye anaendana na wewe, akasema Mwanji kwanza nitamuoa kwa mikono yangu. Alafu Mwanji ni bora tu atafanyeje sijui kuliko atakuwa na wewe. Wewe unasemaje kwamba yale ambayo Violet anajitapa kwamba atamani kabisa kuwa na wewe, kuna namna yote ambayo unahisi sababu mwandishi anakwenda kutengeneza kaushawishi hivi mwisho wa siku mtoto mzuri aingie kwenye maya yetu? Kwanza hiyo sikupata bahati ya kuiona. Haujaiona? Sikupata bahati ya kuiona. Kama ningeiona basi ningejua hapo niseme nini kulingana na namna ambavyo yeye alisema. Nimeshakwambia alivyosema, lakini mimi nafikiri ni namna ya yeye alivyozungumza kutokana na mashabiki ambao walionao hawapendi kile anachofanyiwa. Umeona, lakini tunarudi pale pale, tunaenda si kwenye mawazo ya mwandishi. Kwa hatuwezi kupinga chochote ambacho yeye analeta, si tufanye kwa sababu hii ni kazi. Upo ndani ya movie sasa, unaamini Violet ni mwanamke ambaye anakufaa? Yaani ki-movie au tupo ki-movie ndugu ya maisha. Kwani Violet ni mpenzi wako kweli? Hapana. Sasa mbona unaanza kunizungusha zungusha? Kwanza nielewe kwanza swali lako limelenga wapi? Nishaanza kusema nipo ndani ya movie. Violet ni mwanamke ambaye anafaa kwa mwanaume yote yule ambaye ana ndoto nzuri na mwanamke. Ukimtazama Violet anaendana na wewe? Kwenye movie anaendana na mimi. Mbona nichanganya mimi nipo ndani ya movie kaka? Hebu tupo nje ya movie sasa. Violet ni mwanamke ambaye anaendana na wewe? Maana umetaka nije huko. Tubaki tu kwenye movie tu. Tutagusa kote. Tutagusa huko, tutagusa. Tubaki tu kwenye movie. Tutoke nje kidogo afu turudi kwenye movie. Ni mwanamke mzuri. Ni mwanamke mzuri. Kuna watu wanasema vile kama mnaendana fulani hivi, walau kapo yenu chemistry yenu ingeendana kuwa wapenzi kweli. Wewe unasemaje? Sijaona hiyo kwa sababu wengi wamekuwa wakinichukia kutokana na kile ambacho namfanyia. Kwa kama ningeona watu wakisema hivyo basi na mimi ningejua niongezee nini kwenye hicho alichosema. Sasa watu wanakuchukia, kino ukimtazama Violet unahisi ufanyeje? Kuna namna yote ambayo tumeshaanza kupiga ndogo ndogo hadi mwisho wa siku tufanye kweli? Hayo tunasubiri mawazo ya mwandishi. Tupo nje ya movie kwanza. Mimi ndani ya movie nitakurudisha. Yaani tuko nje ya movie kwamba hamna huko na kwenda, mimi sipo. Si tupo kwenye movie hapa. Wewe ndio umetaka mimi nije huku. Mimi kwa sasa nije huku. Yaani mimi bado nitaka tu nielewe swali lako vizuri ili nisije nikajibu tofauti. Swali langu nakuja. Tupo ndani ya movie sasa. Nikuuza Violet, unahisi ni mwanamke ambaye anaendana na wewe? Kwa nini asiende na mimi kwenye wakati ni mwanamke mzuri? Ni sawa tu. Wewe ukiwa na Violet unahisi kama vile ndo faraja yako ilipo? Kwenye kazi lazima ujihisi hivyo kwa sababu ni mtu ambaye umetengenezwa kucheza naye. Kwa hiyo nafikiri iko hivyo. Tumsaidie mwandishi sasa. Wewe unakuwa mwandishi msaidizi. Tutengeneze mazingira gani mwisho wa siku Violet aje kukubalia wewe? Sasa hilo mimi sio jukumu langu. Nimeshakupa nimekwambiaje? Atakavyoamua yeye ndivyo sisi tunaenda. Sikiliza mimi sasa. Nimekupa majukumu kwamba wewe ni msaidizi wa mwandishi. Tumpe mawazo baba Asma. Mimi naamini interview atatazama hii. Afanye nini? Yaani uvishawishi gani? Tuongeze masuala ya pesa. Umejitapa sana na hela, mwisho wa siku mwana mtoto mzuri hela elewi kuhusu hela. Afanyeje hadi mwisho wa siku mtoto mzuri apate kuelewa? Hapana, nikisema naenda kwenye afanyeje nitakuwa namkosea kwa sababu anachokifanya anaelewa anafanya nini. Kwa watu mashabiki tuendelee kusubiri kile ambacho kitaletwa mbele yao, waenjoy tu na kazi nzuri basi. Kuna chochote ambacho umeigiza kwenye tamthilia Dunia afu ni uhalisia wa maisha yako ama umesha kukifanya? Hapana. Yaani nje ya kazi mimi ni mtu mmoja wa tofauti kabisa na ambavyo watu wananiona. Kwanza nimezaliwa kwenye familia watu ambao wanamjua sana Mungu. Lakini pia hata mimi nipo kwenye imani. Kwa hiyo sometimes mpaka kwenye familia wananishangaa wakiona vile, lakini sasa ni kazi, inabidi wakubali matokeo. Ni maisha ya kawaida. Hujawahi kutumia pesa yako kumpata mwanamke? Hapana. Sijawahi. Hujawahi kutumia uongo kama vinavyomtumia Sekela kupata mwanamke? Hapana, sijawahi. Sijawahi kaka. Mimi nafikiri kwenye uhalisia wa maisha
mwanaume ukimhitaji mwanamke kuna namna pia wewe mwenyewe unaweza ukafanya akakuelewa, sio mpaka kutumia vitu vingi sana. Na wala hujawahi kubaka? Sijawahi na wala sifikirii. Sifikirii kaka. Unaanza kawaza mbona Mwanje alivyobaka kama vile mzoefu? Hapana kaka, sijawahi na wala sifikirii kabisa. Kwa nini ubake kwanza wakati wewe kama vile tunamfanyaje? Hauna kibidi unaachana naye tu. Kuna namna pia, unajua mtu anayefanya maamuzi ya mimi nafikiri mtu akishindikana kuna namna pia anaweza ukaamua tu kumwacha. Hata kama umempenda kiasi gani, umemgaramikia kiasi gani. Matokeo sasa ndo hapo unapochukua sheria mkononi ndo yanatokea matatizo kama hayo, unaamua kubaka, unafanyaje. Ni vitu ambavyo kijamii sio vizuri. Unaweza kama umefanya wewe kwa sababu ya kujifurahisha, lakini huwezi kujua matokeo baadaye yatatokea nini. Sawa tu, nataka ukae kama mashabiki tumshauri Manyanya kwa situation ambayo anapitia. Bila shaka mimi naamini wewe tamthilia Dunia wewe unaitazama. Yaani ni tamthilia Dunia kwanza unatazamaga? Naangalia kwa sababu si kazi ambayo mimi niko nafanya. Sawa, wengine waangaliaje, mtu akishapiga sini zake anatembea. Tumshauri Manyanya kwa mazingira ambayo anaishi sasa hivi, maisha ambayo tunaamini kwamba muda wote mawili kama sio kuanzisha maseka kutoroka kukimbia tena ama kuharibu kazi, tumshauri. Sasa mimi hapo sina cha kushauri. Wewe mbona analuka viunzi? Wewe unaenda kama shabiki sasa. Yaani wewe ndio mimi sasa unatazama tamthilia Dunia. Yale anayopitia Manyanya wewe unamwambiaje? Sasa wakati mwingine tukipata time niulize hilo swali. Nitakujibu sasa nikiwa kama shabiki kwa sababu hapa silipo kama msanii. Sasa tukipata muda mwingine mzuri niulize nikiwa kama shabiki. Wewe sio shabiki wa Mwanje? Mwanje anachokifanya ushabiki? Ni shabiki lakini sasa hapa tunazungumza ni sio shabiki, ni Mwanje. Kwa tukipata muda wa kumzungumzia Mwanje utaniuliza hata swali ya Manyanya nitakujibu. Bana, zungumza kitu basi na mashabiki zako na watu ambao wanapenda na kuitazama tamthilia Dunia. Mimi cha kwanza niseme kwamba ninawashukuru kwanza mashabiki kwa sababu wao ndio wanatufanya tunaendelea kupata nguvu ya kupambana, waendelee kufuatilia series ya Dunia. Yajayo ni mazuri zaidi kuliko hata yaliyopita. Kwa hiyo waendelee tu kukaa na kutulia, wasubiri kazi nzuri. Nashukuru sana mzee wangu. Asante sana kaka.